tena tarehe 17 mwezi wa 7 ambayo ni siku ya Friday ambapo tunampenda sana Mungu, na hii siku imekuwa ni muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu tangu Sunday mpaka siku ya leo ndio tumerudi kwenye ibada kwa mtandao, kwa sababu bado tunaifuata maagizo za serikali na hatutaiacha kuhitimisha na kutii, kwa sababu kuna msemo ambao unasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hivyo jioni ya leo nimekuja kwenye mtandao, ninaitwa Pastor Morris Jura. Ninatoka katika kanisa la Maximum Medical Center Obunga. Tunapatikana katika mji huu wa Kisumu. Kwa hivyo kwa nafasi ambayo tulipata kidogo ya kurudi kwa kanisani, ningependa kukukaribisha ili ukapate kujiunga pamoja nasi katika kanisa kwa ibada yetu ya kwanza hadi ya pili. Tutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza tutaanza saa 3 hadi saa 4. Ya pili tutaanza saa 4 hadi saa 5. Kwa hivyo popote ulipo, ninakuomba mpendwa, ukajidhirishe na ukatuonekanie, na tunakukaribisha kwa sababu unapojiunga pamoja nasi, najua ya kwamba maisha yako itabaki jinsi ilivyo kwa neema ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, kabla sijaanza kuzungumza neno lake Jehova, mimi naye ninapenda kuomba sana. Ndio maana hata siku ya leo ujumbe ambao nataka kufundisha, I want to teach about how to pray. Ni jinsi gani inatupasa kama Wakristo napoenda kuomba Mungu tumuombe. Napoenda kumtafuta uso wa Bwana tumtafute. Kwa hivyo kabla sijaleta hili ujumbe, naomba popote ulipo ufunge macho yako na tukapate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako. Asante sana kwa jioni ya leo ambao umenipa nafasi kusimama kwenye mtandaoni, kusimama katika madhabahu yako na kuileta neno lako. Ninaibariki wale ambao ni wakristaji wangu. Ninayabariki watu wote ambao watajiunga pamoja nasi kwenye mtandao. Ninabariki kanisa letu Jehova. Ninaibariki taifa la Kenya Jehova na viongozi wote walioko ndani yake. Ninaibariki president pamoja na deputy wake. Ninaibariki magovernors wote. Ninaibariki masenators wote. Ninaibariki Jehova waziri wote katika taifa la Kenya. Ninaibariki ma MPs pamoja na MCS. Baba, nakabidhi maisha yao katika mkono wako. Katika ibada ambayo ninafanya leo kwenye mtandao, Mungu ninaomba ukasuke na ukapate kunena pamoja na watoto wako. Sio mimi, lakini Baba naomba ukanitumie kama chombo iliyo bora kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya taifa Jehova. Pokea sifa na utukufu jioni ya leo kwa sababu wewe ni Mungu. Ninapoanza ibada Jehova, ninapoanza kuleta neno, Mungu kanitumie. Jidhirisha katika ili neno Jehova, ili watu wote ambao watakayepokea hili neno wakapate kupokea baraka zao, na itakuwa ni vyema. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Naomba useme amen popote ulipo. Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yangu wapendwa, na Mungu wetu ni wa baraka tena ni wa upendo. Katika maisha yetu wapendwa, huyu Mungu anastahili kuabuduliwa, anastahili kuinuliwa, anastahili wakati wowote. Ninaponena kuhusu about prayer, Mungu akanena leo nifundishe kuhusu maombi, jinsi ya kuomba, jinsi ya kutafuta Mungu. Na ninataka kurejea kinyuma kidogo kwa Old Testament. Wakati Moses alikuwa anatoka na wana wa Israel katika nchi ya Misri, Farao alikataa, akasema ya kwamba hatutaenda tuache watoto wetu, hatutaenda tuache mafugo yetu. But ninashukuru Mungu kwa taifa letu la Kenya, wametupa nafasi ya kumtumikia Mungu na kumtafuta Bwana na kufanya maagizo ya Mungu, lakini tumepata nafasi kidogo ya kuhubiri.
lakini tumeambiwa ya kwamba lazima tukienda kanisa tuwache watoto wetu. Lazima tukienda kwa kanisa wazee wa miaka 88, 58 wasifike kanisani. Lakini Musa alisema la, tutaenda kumwabudu Mungu wetu pamoja na wake zetu, pamoja na watoto wetu, pamoja na watu wetu. Kwa hivyo hata nami, kwa nini Musa alikuwa anasema hivyo? Alikuwa anasema hivyo kwa sababu Mungu alimchagua Musa. Na Musa akaona hao ni wanawe wote, wanapoenda kumwabudu jina lake, waende wote na wakamwabudu jina lake Bwana, na itakuwa ni vyema katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka kunisome historia ya mwanamke mmoja ambao ni Msamaria. Huyu mwanamke hakuwa katika njia nzuri sana, but huyu mwanamke kuna siku alienda mahali kuchota maji. Na vile Bwana inasema wakati alifika mahali pale, Yesu Kristo pia alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Wakapata ya kwa mtu ambaye ameenda kuchota maji. Yesu akaanza kuongea na huyo mwanamke. Wakati Yesu alikuwa anamuongeleza, Yesu akamwambia, dada, ninakuomba unisaidie maji. Haleluya. Na huyo mwanamke akasema, wewe ni Myahudi, sisi ni wa Samaria, na wewe ni Myahudi. Sasa Yesu akamwambia, kama ungejua yule ambaye anakuomba maji, wewe ndio ungemuomba ili akapate kukupea maji. Kwa sababu hiyo maji ukikunywa hautakuwa na kiu tena. Lakini maji ambayo ninakuomba, hiyo ukikunywa bado utakuwa na kiu. Ninajaribu kusema nini? Yeyote ambaye amempata Yesu hatakuwa na kiu tena. Yeyote ambaye amemkubali Yesu hatakuwa na kiu tena. Yesu akambembeleza huyu mama. Mama akauliza Yesu, wewe wapi kamba yako? Kwa sababu hii kisima ni ndefu sana. Uwezi ukachota maji, utaichota kwa jinsi gani? Mama Yesu akamwambia, kama ungelijua mtu ambaye anakuongeleza, aungeuliza maswali mengi. Na Yesu akamwambia, tukisoma katika kitabu cha John chapter number 4, wacha nianze mstari wake wa 17. Yule mwanamke akamjibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye aliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema ukweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. 20. Basi baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu na mahali patupasapo kumwabuduye. Yesu akamwambia, mama, unisidiki. Saa inakuja ambayo hamutamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapoongea na huyu mama, waliongea mpaka ikafika kwa kiwango ambao Yesu akatazama hata nyumba yake. Ukisoma verse 16, kuna swali yenye Yesu aliuliza, na huyu mama akajibu, na Yesu akamtabiria akamwambia, umesema ukweli, kwa sababu hata huko kwa nyumba yako yule ambao umemwacha sio mume wako. Na hiyo mama akasema, ukweli, sio mume wangu. Na hiyo mama akapaza sauti akamwambia, nyinyi Wayahudi mnasema tukamwabudu Mungu katika Yerusalemu, na sisi tunaabudu katika hii mlima. Haleluya. Wakati alieleza Yesu hivyo, Yesu akamwambia, nyinyi ambao mnamwabudu katika Yerusalemu ama katika hiyo mlima,
nyinyi mnaabudu kitu ambao hamjajua. Haleluya. Mstari 22 inasema hivi, nanyi mnaamwabudu msichokijua, sisi tunamwabudu kutijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Yesu akamwambia huyu mama, mnaona vile mnamwabudu kwa hiyo mlima yenu, ninataka nikufahamisha ya kwamba kile ambacho mnamwabudu hata mjamjua. Lakini sisi kama Wayahudi tunapomwabudu kule Yerusalemu, tunajua kile ambacho tunamwabudu, kwa sababu wokovu imetoka kwa Wayahudi. Glory be to Jesus. Kasema wokovu imetoka kwa Wayahudi. Kwa hivyo sisi Wayahudi tunapoabudu, tunabudu kile ambacho tunajua. Lakini nyinyi mnapoabudu, mnabudu kitu ambacho hamjajua. Ndio maana Mungu amenileta ili nikakupe ufahamu, ili ukapate kujua ya kwamba kuna njia ya kumwabudu Jehova. Na nilisema nataka kuongea juu ya maombi. Kuna njia ya kumuomba Mungu. Kuna mtu anaweza enda mbele zake Bwana, apige magoti na aombe kabisa. Anaweza omba even 3 hours. But hiyo maombi yote ni kelele mbele zake Bwana, kama unaomba kitu ambao haujajua. Haleluya. Na kama unaomba kitu ambao unajua, Yesu akasema kwa mwanamke, mahali popote ambapo mnaomba kitu ambao mjajua. Lakini sisi kama Wayahudi tunamwabudu, tunaomba kitu ambao tunajua. So mtu ambao anajua kitu ambao anafanya, hata hawezi akastruggle sana. Nikitoa for example kwa mechanic wa gari, kama brake pads ama shock ya gari imeisha, na hiyo shock kuibadilisha, kuna wataalamu ambao wanakuja hata na kamba tu na wanabadilisha hiyo shock, kwa sababu anafanya kitu ambacho anajua. But kwa yule ambao hajui kubadilisha shock, anaweza kung'anya kutoa hiyo shock kutoka asubuhi mpaka jioni na hata kuwa na jibu. Glory be to Jesus. Lakini yule ambaye anajua, ninajaribu kusema yoyote ambaye anafanya kitu ambao anaelewa, haleluya, anakuwa na urahisi kumaliza hiyo kazi. But mtu ambaye anafanya kitu ambao haelewi, itakuwa vigumu kwake kumaliza hiyo kazi. Ndio maana Yesu akamwambia huyu mwanamke, hata kama mnabudu katika mlima mkubwa kiasi gani, hata kama mnaenda kumwabudu kule Yerusalemu, hata kama mnabudu katika hii kisima ya babu yenu Yakobo, but nataka nikwambie, mnabudu kitu ambao mjajua. Sisi kama Wayahudi, kitu ambao tunamwabudu ni kile ambacho tunajua. Kwa sababu gani? Kwa sababu wokovu wetu imetokana kwa Wayahudi. Glory be to Jesus. Kwa sababu huko ndio Mungu alifanya Yesu mwana wa Mungu akasaliwa huko. Glory be to Jesus. Kwa hivyo wanapomwabudu, wanabudu kwa kitu ambao wanajua. Mtu ambao anamjua kile ambacho anafanya, haleluya, hawezi akastruggle, hawezi akahangaika, hawezi akateseka, hawezi akababaika, kwa sababu kile ambacho anafanya kitu ambao anajua. Haleluya. Kwa hivyo ni Mungu kanieleza ya kwamba nifundishe kuhusu njia ya maombi. All about prayer. The way we have to pray. Hallelujah. Kama unajua jinsi ya kuomba, you can't struggle. Unaweza ukaenda mbele za Mungu na unaenda point. Namwambia Jehova, ninakuja mbele yako, ninatubu dhambi zangu, ninakuomba Jehova ukapokee maombi yangu. Nilisema hapa wakati mwingine nikihubiri, nikasema about repentance. Kutubu inafanya maksudi ya Mungu inatendeka kwako. Kutubu inakuweka uhuru, unakuwa na nafasi ya kumtafuta Bwana. Glory be to Jesus. Ndio maana Yesu anaona ya kwamba hawa watu ambao wanasema wanaabudu kwa Yerusalemu, wanaabudu kwa mlima, hawajatubu dhambi zao, hawajakuwa na patanisho ile ya Mungu, hawajafanya maksudi, hawajaomba maksudi ya Mungu itendeke juu ya maisha yao. Wakati mtu ametubu, maksudi ya Jehova inatendeka juu ya maisha yako. Unapoenda kuomba, maombi yako itakubalika mbele zake Jehova. Kwa sababu gani?
kwa sababu umesaa tubu, umesaa jitenga na dhambi, umebaki kufanya makusudi ya Mungu. Na kitu ambacho inanifurahisha neno la Mungu, Mungu mara nyingi amependa kufanya upande wake. Haleluya. Ndio kisa baadaye anamwachilia mwanadamu akafanye sehemu yake. Ndio maana huyu mwanamke alipambana sana na Yesu. Yesu akamwambia tu, ume ambao umeacha kwako kwa sababu hamjatubu, makusudi ya Bwana haijatendeka kwenu, sio mume wako. Kwa hivyo pote ulipo mkilisaji wangu, jioni leo ninakuhimiza ya kwamba ukatafute njia ya kumwomba Mungu. Number 1, you have to repent. Ukitubu dhambi zako utakuwa na nafasi, ombi yako itakubalika mbele zake Mungu. Tena kwa sababu ukisali repent, omba, nyenyekea mbele za Bwana. Mwambie Mungu, nimekushukuru kwa sababu nimetubu dhambi zangu. Sasa sahi Jehova, ninakuomba ili ombi yangu ikakubalike machoni pako. Itatendeka hivyo kwa sababu tayari uko na upatanisho kati yako na Jehova Mungu. Glory be to Jesus. Mstari wa 23. Yesu anasema hivi: lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hawa waabuduo. Haleluya. Yesu akasema saa inakuja, saa imefika, ambao Baba yetu anamtafuta wale watakayemwabudu na ukweli. Na Yesu anaendelea akisema, na watu hawa ndio watu ambao Baba yetu anawatafuta, wale ambao watamwabudu katika roho na ukweli. Wanaabudu katika roho na ukweli ni watu wa aina gani? Ni wale ambao wamesarepent, wametubu dhambi zao, wamekubali kwake Yesu Kristo ni mkombozi katika maisha yao. Hawa watu Biblia Bwana inasema ndio watakaye wale ambao wanamwabudu katika roho na ukweli. Haleluya. Roho na ukweli. Mungu wetu ni Mungu roho. Mungu wetu ni Mungu ukweli. Kwa sababu Mungu wetu hajapenda uongo. Mara nyingi sana anataka watu ambao wanasema ukweli. Wanataka watu ambao wanasema katika ukweli. Ndio maana Yesu anasema tunataka wale ambao watakayeabudu katika roho na ukweli, wakisema ukweli kila wakati, wakifanya makusudi ya Mungu yakapate kutendeka katika maisha yao. Mstari wa 24 nasema hivi: Mungu ni roho, na wanaomwabudu yeye amewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, ukweli ni Yesu Kristo. Glory be to Jesus. Mungu wetu ni roho na ukweli ni Yesu Kristo. Mungu anasema, Yesu anasema, yoyote anampasa kumwabudu Jehova lazima mwabudu katika roho na ukweli. Haleluya. Hizi mambo mawili uweze ukaitenganisha. Ukiamua kumwabudu Jehova, number 1, lazima ujitakase na ujifunze kusema ukweli. Kwa sababu Mungu anataka wale watakayemwabudu wamwabudu jina lake katika roho na ukweli. Glory be to Jesus. So tunapotembea, tunapokuwa katika hii maisha, inatupasa kumwabudu jina la Bwana katika roho na ukweli. Kwa sababu Mungu wetu ni ukweli. Mungu wetu ni roho. Kuna siku nilifundisha kuhusu Roho Mtakatifu na kazi ya Roho Mtakatifu. Glory be to Jesus. Nikapata roho ni msaidizi wetu, nikapata roho ni mshauri wetu. Kazi ya roho ni mingi katika maisha yetu. Tunapomwabudu katika roho tutapata mshauri. Tunapomwabudu katika roho tutapata msaidizi. Yule ambaye anasaidiwa ni mtu ambaye amekwama. Sasa kitu inakuja inakusaidia. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana Mungu anasema wakati inakuja na wakati imefika. Hata leo unapoenda kwenye mtandao, according to COVID-19 in our nation, sasa tunataka wale ambao watamwabudu jina la Bwana katika roho na ukweli.
Hatutaki wachungaji ambao wanadanganya watu. Watu wametoka wengi ambao wajasimama katika neno la Bwana, neno la ukweli, watu wameacha. Haleluya. Na sasa zingine nakubaliana, kwa sababu Wakristo wa siku hizi, Wakristo watoto wa Mungu, pia wanataka wale ambao wana prophesy juu ya maisha yao, uongo, wanatabiri mambo ya uongo. Hapo ndio watu wanaefuata sana. Mambo ya ukweli watu hawataki. But mimi kama mtumishi wa Mungu, hata Maximum Miracle Center Kisumu, ninatangaza hivi, saa imefika ambao tunataka wale watakaye mwabudu jina la Bwana katika roho na ukweli, kwa sababu hawa ndio watu ambao Jehova anawatafuta. Glory be to Jesus. Kama tumekuwa tunaabudu katika roho na ukweli, wapendwa, hata taifa angehangaika, hata watu wangehangaika, kwa sababu ukweli ingejidhihirisha. Kwa maana ukweli imejidhihirisha, mambo yanabadilika. Ndio maana jioni leo, wapendwa, ninakuhimiza popote ulipo, wakati imefika mpendwa, ambao Jehova Mungu wetu hana haja na wale wa uongo, hana haja na wale ambao hawajamkubali Yesu, lakini Jehova anawatafuta wale ambao watakuwa mwabudu katika roho na ukweli. Na hiyo ni sauti wa Yesu Kristo. Anasema, Baba yangu aliye juu mbinguni, wakati imekuja na imefika, in the nation of Kenya is high chance tukamtafuta jina la Bwana, tukimwabudu katika roho na ukweli, kwa sababu hawa ndio watu ambao Jehova Mungu wetu anawatafuta. Leo Bwana anakutafuta ili ukapate kumwabudu jina lake katika roho na ukweli. Glory be to Jesus. Hiyo kweli imeshinda watu wengi. Unaweza kukuta mchungaji amesoma kitabu fulani, hiyo kitabu anaitwist, anaenda kwa prosperity. Ukipanda mbegu utabarikiwa. But mimi mahubiri yangu ninasema hivi, Yesu Kristo ni mfalme. Ukimkubali Bwana utanyakua utajiri ya dunia. Glory be to Jesus. Sio kupanda mbegu ndio barikiwe. Glory be to Jesus. I teach about Jesus Christ. Ninahubiri injili ya Yesu. Ndio maana nimeona nikufundishe hii. Mungu anatafuta wale ambao watakaye mwabudu, wale ambao watakaye muomba katika roho na ukweli. Paulo anasema nini katika kanisa la Wagalatia? Glory be to Jesus. Katika kitabu cha Wagalatia 1 mstari wake wa 9, Paulo akanena, hiyo ni sauti wa Yesu Kristo. Mungu anatafuta wale ambao watakaye mwabudu katika roho na ukweli. Wewe ambao uko popote ulipo, hii ni wakati ambao tukirudi kwa makanisa, vile tumepata hii mwanya kidogo, tusimamishe ukweli wa Bwana, tusimamishe ukweli. Katika kitabu cha Ufunuo inasema, kama wewe ni baridi kuwa baridi, kama wewe ni moto kuwa moto, but usiwe kifugufugu. Ni uamuzi wako njia ambao utakaye mwabudu na Mungu. Kwa sababu Ufunuo ninapata like tuko katika test. Ili taifa la Kenya, hii mwanya ambao tumepata, nafasi ambao tumelipata ya watu 100 kwenda kwa kanisa, ni nafasi mzuri sana. Taifa wanataka kujua kama kuna Mungu, na this is the high chance ambao tuende katika ukweli, tumwabudu jina la Bwana sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tukiuliza makusudi ya Jehova juu ya taifa letu, juu ya maisha yetu, kwa ajili ya taifa la Kenya, ili watu waone mabadiliko katika taifa letu. Glory be to Jesus. Paulo anasema jambo katika kitabu cha Wakolosai 1 mstari wake wa 9. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Glory be to Jesus. Paulo akasema na Wagalatia, Yesu akanena kupitia sauti wa Yohana. Wacha nisome tena. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu. Paulo anasema tangu tukapate kusikia habari ya kumwabudu katika roho na ukweli,
hatutaacha kuomba, hatutaacha dua zetu, tutamwabudu jina la Bwana. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, ili tukapate ufahamu wa roho, ili tukapate maarifa za roho, ili tukafanye mapenzi ya Mungu. Paulo amesema, nimesikia yale ambayo Yesu Kristo ametaja, mimi sitaacha kuomba, kila wakati nitaenda kumtafuta jina la Bwana ili nikapate ufahamu kutoka katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu nilisema wakati nilikuwa nafundisha about the Holy Spirit of the Lord, nikasema Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Paulo akasema tupate hekima ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Paulo akasema hatutaacha kuomba, tutafute uso wa Bwana ili tukapate nguvu za Roho Mtakatifu ambao ni msaidizi wetu, ambao ni msaidizi wetu, pamoja ni mwenye hekima katika maisha yetu. Glory be to Jesus. Mshauri pia katika maisha yetu. Paulo anasema na Wagalatia, hatutawacha kuomba, hatutarudi nyuma, tutazidi kuomba, tutazidi kusukuma, kuipulse. Bwana asifiwe sana. Kama mwanamke ambao anataka kuzaa, hawezi akaregea, hawezi akanyamaza, hatajaribu kuipulse ili akapate kupokea mtoto wake. Ndivyo Wakristo inatupasa saa kama huu kumtafuta Bwana katika roho na ukweli, ambapo kama unaona hujafika, inakupasa kuitafuta kwa nguvu yote kama mwanamke ambao anataka kuzaa, ili ukapate ufahamu na hekima kutoka kwa Roho Mtakatifu. Glory be to Jesus. I'm teaching about prayer. Paulo akasema hatutanyamaza. Katika kitabu cha Wagalatia, hatutanyamaza, tutaomba Mungu. Mpendwa mkristaji wangu pote ulipo, hii ndio wakati ambao kanisa inatupasa tukamwombe Bwana juu ya COVID-19 in our nation. Glory be to Jesus. Hii ndio wakati ambao Mungu wetu tukimwomba, tukispus ndani yetu, tukisema Bwana, tumekubali kukaa njaa, tumekubali kujitolea kama dhabihu mbele zako, bali tunataka kuona mkono wako in our nation. Hallelujah. Tusiache kuomba. Na ninashukuru Mungu sana, tangu kanisa zifungwe, mimi kama mchungaji ninaweza sema ya kwamba tangu hizo nyumba za maombi zifungwe, sijaregea nyuma. Every week I preach 3 times or 4 times nikimtafuta Bwana, na ninaomba sana. Ninasema Jehova, hata kama wamefunga manyumba za maombi, sitawacha kuomba, kwa sababu ninahitaji hekima za Roho Mtakatifu, kwa sababu ninahitaji nguvu za Roho Mtakatifu iwe ni msaidizi wangu, kwa sababu ninahitaji neema ya Bwana, kwa sababu ninahitaji maksudi ya Jehova juu ya maisha yangu. Mpendwa mkristaji wangu, jioni ya leo neno ambalo nimekuja nayo ni neno ya maombi. Usiwache kuomba wakati ambao tumefika. Inafaa tuombe wapendwa, tutafute njia ya kumtafuta Bwana, tuombe na tupate hekima ya rohoni. Paulo akasema hiyo, akasema sitaacha. Wakolosai 2, Paulo amenifurahisha sana. 2 mstari wake wa pili. Wacha tuanze mstari wa kwanza tu. Maana nataka nyinyi mjue jinsi ilivyokuwa juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale Laodikia na wale wasiniona uso wangu katika mwili. Mstari wa 2, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote, wakifahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo. Glory be to Jesus. Paulo anasema, maana nataka nyinyi mjue jinsi ilivyokuwa juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu. Huyu ni Yesu Kristo anasema. Paulo anasema maksudi ya Jehova Mungu, mambo ambayo Mungu anatarajia
katika maisha yetu, yale ambayo Mungu anataka yakatendeke katika maisha yetu. Anasema ya kwamba mstari wa 2 nasema hivi, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo. Ili tukapate kujua siri ya Mungu ambao ni Kristo Yesu, we have to pray. Hakuna vile tutakayefunuliwa mambo za mbinguni pasipo maombi. Njia ni moja tu ya kupokea vitu za Jehova. Paulo anasema, Yesu alisema, Baba yangu anatafuta wale wananiabudu katika roho na ukweli. Wale ambao watakayeabudu katika roho na ukweli, nitawapa siri ambao iko ndani yangu na ndani ya mwanangu ambao nilituma, ambao ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Glory be to Jesus. Ambao ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunapopata hiyo, tupate nguvu, tupate kumtambua Yesu, tupate kumjua Yesu wapendwa, tupate kumwabudu, tupate kujua jinsi ya kumwabudu, tutapokea siri zote za sina za mbinguni. Tutapokea siri zote za sina zetu. Tutapokea siri zote za Baba yetu aliye juu mbinguni, ambao ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Glory be to Jesus. Ili tukapate kujua siri na Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na nguvu ambao walikuja nayo kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukasome katika kitabu cha Warumi. Niko na masomo ndio kidogo lakini ilinijenga sana. Warumi 12:12. Romans 12:12. In the book of Romans 12:12. Inasema hivi: kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Haleluya. Yesu Kristo akanena hapa na wanafunzi wake. Toya kwanza akasema, kwa tumaini mkifurahi katika dhiki. I want you to get that very clearly. Ukiwa na tumaini kwa Bwana wetu Yesu Kristo, utafurahi hata wakati wa dhiki. Haleluya. Ukiwa na tumaini, unapomwomba Bwana, unapomtafuta Bwana, Yesu akamwambia wanafunzi wake, mkiwa na furaha katika dhiki, mkiwa na tumaini katika dhiki, mtafurahia mambo ya Bwana. Glory be to Jesus. Inasema hivi, kwa tumaini mkafurahia katika dhiki. Kwa tumaini ambao tunayo, tumaini letu itatufanya tufurahie wakati wa dhiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumaini iliyoko ndani yetu, matarajio ya Bwana, kile ambacho iko ndani yetu, maksudi ya Jehova juu ya maisha yetu. Tunapomtumaini Bwana, glory be to Jesus, tunapomtumaini Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yule ambaye alisulubishwa, hata kama dhiki itakuja, kama COVID-19, tutafurahia kwa sababu tumaini letu liko katika Bwana. Glory be to Jesus. Tunapoomba tunaweka tumaini kwa Bwana. Haleluya. Hata wakati wa dhiki, wakati tumeweka tumaini letu mbele zake Jehova, tutafurahia hata wakati wa dhiki. Hiyo ni sauti wa Yesu. Amesema, katika dhiki zangu mtafurahia, nyinyi ambao mko na tumaini, nyinyi ambao mnamwabudu katika roho na ukweli, nyinyi ambao mnaomba bila kukoma, nyinyi ambao mnamtafuta jina la Bwana wakati ya dhiki, katika maisha yenu mtapata furaha, kwa sababu Jehova Mungu hatakaye wapigania. Glory be to Jesus. Mtu ambao Mungu anampigania anaweza pitia dhiki mingi, anaweza pitia changamoto mingi,
anaweza pitia mambo mazito sana, lakini hata kama anapita mambo mazito, hako na tumaini katika hiyo changamoto. Hata kama watu wamekukataa, lakini kuna tumaini katika Kristo Yesu. Hata kama marafiki wamekutoroka, lakini kuna tumaini katika Kristo Yesu. Nimeona watu wengi, watu wamemkataa. Nimeona watu wengi wamekataliwa hata na wazazi wao, lakini wale ambao wamesimama katika Bwana, hao wako na tumaini katika dhiki ambao wanapitia, katika changamoto ambao wanapitia. Hawatarudi nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanamtumaini Jehova Mungu. Jioni leo msikilizaji wangu, ninakuomba popote ulipo, achukua hatua ya kumwomba Mungu ili kuwe na tumaini katika Bwana. Hata kama kasi iliisha kwa sababu ya COVID-19, tuko na tumaini. Tutasema ya kwamba hii itapita na nitapata kasi. Hata kama leo uko chini sana, wale ambao walikuheshimu kwa sababu ya kasi yako wamekuletea uchungu, hawana tumaini, but utasema siku moja watarudi kwa kunikumbuka tena, kwa sababu katika dhiki yangu ndio mahali furaha zangu zinatokelezea. Yule ambaye anamuomba Mungu, yule ambaye anamtafuta Bwana, hata kama mambo imekuwa mazito, hata kama kuna changamoto katika maisha, hata kosa tumaini katika dhiki zako, katika njia zako zote. Hata kama umenyanyaswa na mdosi wako, hata kama maisha yako tumaini yako imeisha, glory be to kukumbushe katika hiyo challenge ambayo unayo, katika hiyo tabu ambayo unapitia, kuna tumaini katika Kristo Yesu ambao ni mwana wa Jehova Mungu. Glory be to Jesus. Yeye hajawahi kutuacha. Mama yako anaweza kukuacha, wandugu zako wanaweza wakakuacha, pastor yako anaweza kukutoroka, bishop yako anaweza akakuacha, wasirika wanaweza wakakuacha, lakini tunayo mtu mmoja ambapo hata kutoroka wakati unapitia mambo mazito. Mimi nimeona wakati mwingine nilikuwa ninapitia changamoto mingi, mpaka kwa kanisa watu wakakataswa wasiniongeleza kwa sababu ya changamoto yangu. Niliona changamoto ambayo nilikuwa napitia, hata wale ambao wangenifariji wakanitoroka, wakanitema nje, wananisengenya na watu wengine. But ninamshukuru Jehova Mungu, yule ambao watu wakikuacha, yule ambao watu wakikutoroka, umebaki peke yako. Ikifika asubuhi unajiuliza nitaanza na mina gani, lakini leo nimekuja kwako nikunene ya kwamba katika hiyo dhiki yako kuna mtu ambaye anaitwa Jehova Mungu, Yesu Kristo, mfalme wa ajabu. Yeye hatawahi kukuacha. Hata kama unaona watu wamekuacha, ninakuombea jioni ya leo Mungu afungue tu macho yako uone malaika ambao imekusongira, wale ambao ni matajiri. Oh my God, Jehova amesema wakati unaona dhiki, uko na tumaini katika Bwana, kwa sababu Jehova Mungu anakujua jioni ya leo. I don't know if I talk with somebody, yule ambaye ameachwa, yule ambaye amekosa tumaini, kazi imeharibika, ndoa imeharibika, pengine kwa sababu wewe ni tasa, hujapata mtoto. Leo nimekuja nikukufahamisha ya kwamba unapomtumaini Bwana hautakuwa na wasiwasi, kwa sababu unaachilia Jehova. Even in the nation of Kenya, ninasema katika COVID-19 tukamtumaini Bwana tu. Tuache mlango za maombi, watu waende waombe. Tunapoomba Bwana, Bwana ataleta tumaini ndani ya maisha yetu, kwa sababu mambo ya COVID-19 imeleta uoga sana. Vile maisha ya mtu jioni ya leo iko na changamoto mengi, hawana pa kuenda, hawana pa kurudi, hana mtumaini Jehova. Glory be to Jesus. Katika dhiki zako tumaini tu Mungu, kwa sababu Jehova Mungu ni mwaminifu katika maisha yako. Wacha tusome katika kitabu cha Wathesalonika. Niko na masomo kidogo kidogo wapendwa, na ninajua itakuwa ni ya baraka. 5:17 inasema ni hivi. 17 inasema hivi: ombeni bila kukoma. Oh, haleluya. Naomba tu na kuomba tu mkilisaji wangu. Nimesema wacha nisome verse 17, but ninakuomba wacha nianze mstari wake wa 16. Inasema hivi: furahini siku zote hata kama mko katika dhika,
Bwana anasema mkafurahie, kwa sababu kuna tumaini kutoka kwa Kristo Yesu, kwa sababu kuna tumaini kutoka kwa Baba yetu. Ndio maana Paulo anasema na Wathesalonika, hebu ombeni, furahini siku zote za maisha yenu, hata kama mnapitia mambo mazito. Ninawaombea amani, ninawaombea neema ya kukuwa na furaha katika dhiki ambayo mnayapitia, kwa sababu katika hiyo dhiki kuna tumaini. Glory be to Jesus. Katika hiyo mambo mazito kuna tumaini inayotoka kwa Bwana. In verse 17 nikasema ombeni bila kukoma. Wapendwa, ninakuhimiza jioni ya leo, Paulo akasema omba bila kukoma. Katika hiyo dhiki yako usisunike moyo, usirudi chini mpaka unungunike mbele za Bwana. Ujiulize, Mungu wewe huko na mbona ninapitia mambo mazito kiasi hiki? Ninataka nikuhimiza mpendwa, omba tu bila kukoma. Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, Jehova Mungu wetu anakujua na tabu ambao unayapitia. Unapomuomba, unapoliita jina lake, huyo Jehova Mungu atakayesimama na wewe. Kwa hivyo omba bila kukoma. Glory be to Jesus. Wacha nisome verse 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Paulo akasema mkamshukuru hata kama mna dhiki mingi. Shukuruni kwa jina la Bwana. Peani Mungu nafasi katika maisha yenu. Wakati mtu anamshukuru Mungu, anampa nafasi ndani ya maisha yake, anampa Mungu nafasi. Wakati ninamshukuru Mungu, ninampa Mungu nafasi katika maisha yangu. Ninasema, Jehova, nina dhiki mingi, nina changamoto mingi, but ninakushukuru kwa hali ambayo ninayapitia. Ninakushukuru kwa maisha ambayo ninayapitia, kwa sababu wewe ni Mungu. Mungu wetu huyu ni Mungu ambaye habadiliki. Mungu wetu huyu ni Mungu ambaye hawezi akamwacha mtu. Wanadamu wanaweza wakakuacha, lakini Jehova Mungu haitakuacha. Mpendwa mkristaji wangu, jioni ya leo nimekuja na neno la Bwana nikijua ya kwamba COVID-19 imeweka watu na dhiki mingi, lakini nimesema hivi kupitia mtumishi wa Mungu, tumshukuru tu Jehova tunapomtumaini Bwana, tukijua ya kwamba tumaini letu inatoka kwa Bwana. Glory be to Jesus. Hallelujah. Hilo neno limenigusa sana wapendwa. Ninataka niseme mambo matatu ambayo inafanya maombi inakuwa na nguvu katika maisha. Number 1. Maombi inakufanya unakuwa na ufahamu kwake Mungu. Unapoomba utamfahamisha Mungu. Utapata kuwa na ufahamu. Utapata kumwelewa Mungu ni mtu aina gani. Itakufanya uelewe kesi ya Mungu katika maisha yako wakati unaomba. Wakati unaomba sana, utapata kumjua Mungu ni nani katika maisha yako. Glory be to Jesus. Hiyo ni number 1. Itakufanya ukuwe na ufahamu kwa Mungu. Ukapata kukuwa na tumaini kwake Bwana. Unapokuwa na ufahamu. Ufahamu ni kitu ambacho inasaidia sana. Wakati mtu wako na ufahamu, inakupasa kumjua Mungu. Inakupasa kumjua Mungu. Wakati unaomba, unakuwa na tumaini katika Bwana. Hiyo ni hatua ya kwanza. Maombi inakufanya unakuwa na tumaini. Hata kama unapitia dhiki mingi, unakuwa na tumaini katika Kristo. Hata kama unapitia changamoto mingi, unakuwa na tumaini katika Kristo. Maombi itakufanya ujue ya kwamba Mungu yuko. Itabuka katika kitabu cha Wagalatia, Paulo alisema yote ambaye anataka kumfuata Mungu lazima akubali ndani ya maisha yake ya kwamba Mungu yuko. Maombi itakufanya ukuwe na tumaini katika Bwana. Namba 2. Maombi itakufanya ujue Mungu ni mtu aina gani. Mungu ni mtu aina gani. Namba 1, unapata kukuwa na tumaini kwa Bwana. Namba 2, itakufanya ujue Mungu, upate kumjua Mungu ni mtu aina gani
katika maisha yako. Kuna watu ambao hawajamjua Mungu, wanasikia tu Mungu anaweza. Saa zingine wanajiuliza, kama Mungu anaweza hivyo, mbona mimi Mungu hajanitendea? I came to tell you this evening, ukiomba Mungu utamuelewa huyo Mungu na utamjua Mungu na kazi ya Mungu katika maisha yako. Hiyo ni number 2. Number 3, maombi inakufanya unajenga imani yako kwake Jehova. Kujenga imani. Maombi inajenga imani yako kwa Kristo Yesu. Glory be to Jesus. Wakati umejengeka kwa Kristo Yesu, utakuwa unamtumaini Bwana hata kama unapitia dhiki. Hiyo ni kazi ya maombi. Maombi itakufanya ukajengeke sana kiimani kwake Kristo Yesu. Glory be to Jesus. Na hiyo tu ni maombi inaweza ikakufanya ukuwe na imani kubwa sana kwake Kristo Yesu. Ndio maana siku moja Yesu akauliza wanafunzi wake, mbona mko na imani ndogo hivi machoni pangu? Wakati mtu anaomba, imani yake inapanuka. Maombi inafanya unakuwa na imani kubwa kwake Kristo. Hata kama unaona unaenda kulala njaa, unasema kwa imani sitalala njaa. Hata kama unaona watu wamekotoroka, unasema kwa imani watakuwa marafiki wangu. Kwa imani tu, because the word of God, neno lake Bwana, tunayapokea kwa imani. Haleluya. Imani wakati imejengeka kwetu, tunakuwa na mamlaka na uwezo juu ya vitu vyote za dunia. Hata kama hujajenga uko katika nyumba ya nyasi, but kwa imani unaweza sema ya kwamba nitajenga nyumba ya ghorofa na itatendeka, but itatendeka ukiomba. So maombi inakufanya unajenga imani yako kwake Kristo Yesu. Sasa kwa hivyo inatupasa tukaombe. Tuombe ili imani yetu ikapate kuipanuka. Kuna watu wengine wako na imani kidogo sana. Unakuta mtu ambaye amekomaa, ameomba miaka 30 na kitu kidogo hivi anafanya na kuasika. Haleluya. Mpaka anakosa tumaini kwa Bwana. But wakati tumeomba, tumejenga imani, hata kama watu wametoroka, tuko na tumaini kwa Bwana. Glory be to Jesus. Somo langu la mwisho alafu tunaomba. Ninasoma katika kitabu cha Yakobo. Katika kitabu cha Yakobo, haleluya, 5 verse 17. 5:17 inasema hivi: Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Glory be to Jesus. Eliya alikuwa na imani katika Bwana. Alijenga imani yake kupitia maombi. Akaamini, akasema ya kwamba ninataka kumwamuru mvua isinyeshe kwa muda ya miaka 3.5. Biblia ya Bwana inasema kwa imani yake anapoomba hivyo mvua haikunyesha katika dunia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Imani inakuja kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Glory be to Jesus. Unapoomba, imani yako inakuwa kubwa kwake Kristo. Wakati Mungu ameona imani yako, chochote utakayesema itatendeka. Ndio maana Yesu Kristo alimwambia wanafunzi wake, mnapokuwa na imani, mnaweza nena na hii mlima, toka hapa enda huko, na itaenda kwa imani. Glory be to Jesus. So prayer, maombi, inajenga imani yetu kwake Kristo Yesu. Ndio maana Biblia ya Bwana inasema Eliya alikuwa mwanadamu kama wewe ambao unaniona leo, kama pamoja nami. Alikuja akakuwa mwanadamu kama sisi, but kwa imani yake akaomba, akasema mvua isinyeshe kwa muda ya miaka 3.5. Biblia ya Bwana inasema ya kwamba mvua haikunyesha kwa muda ya miaka 3.5. Alikuwa anajaribu imani yake. I wish today in this evening, katika situation ambao huko, dhiki ambao unapitia, changamoto ambao unapitia, inua imani yako kidogo na ukamjaribu Jehova Mungu. Kama Eliya alisema wacha nimjaribu imani ya Bwana, imani yangu katika Bwana. Eliya akaijaribu Mungu kwa imani, akasema mvua isinyeshe
kwa muda ya miaka 3.5 mvua haikunyesha. I wish today mtu akamjaribu Mungu, sema tu kwa imani ninataka mambo kama haya yatendeke katika maisha yangu. Kwa imani ninaenda kupokea kazi yangu, kazi haitaniacha. Kwa imani ninaenda kupokea. Na ili upate hiyo imani, amani, lazima uombe. Haleluya, lazima uombe Mungu. Mstari wa 18 nasema hivi, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi akazaa matunda yake. Kwa imani, Biblia ya Bwana inasema akaomba mara nyingine tena, baada ya kufunga mvua kwa muda ya miaka 3.5, akaona Mungu amemsikia. Wish today kuna mtu ambaye anitazama ambao ako chini sana, but nimeongea juu ya imani. Ukiwa na imani katika Bwana utapokea vitu za Bwana. Unaweza kumjaribu Mungu jioni ya leo. Biblia ya Bwana inasema Elia akaomba tena, sema Bwana, ukame imetosha, dunia imekauka, hakuna chakula, watu wanalala njaa, watu wamekosa chakula. Kwa imani mvua inyeshe. Oh, glory be to Jesus. Hallelujah. Biblia ya Bwana inasema akaomba, sio kusema tu, kusema na kuomba. Akaomba tena, kasema mvua inyeshe. Biblia ya Bwana inasema mvua ilinyesha mpaka dunia ikazaa matunda. Leo nimekuja nikutangazie, utapokea matunda zako. Ukame yako itaisha, dhiki zako zitaisha. Unapokuwa na imani katika Bwana, utaona matendo ya Mungu katika maisha yako, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa baraka, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ninakuhimiza mpendwa, hebu inua imani yako kidogo. Inua tu imani kidogo na uamini katika Bwana. Useme, Jehova, ninajua ninakutumaini. Ninajua unatenda. Kwa imani sitalala njaa. Kwa imani ninapokea kazi. Kwa pengine wewe una apply kazi, lakini nakutuma na imani ambayo Elijah alikuwa nayo. Kasema kwa imani mvua haitanyesha, mvua haikunyesha. Kasema kwa imani mvua ikuje na dunia isae matunda. Today unaenda kupokea matunda yako katika jina la Yesu Kristo. Unaposika hii imani na wewe na mbele zake Bwana. I want to pray with you. Nataka niwe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. I don't know the situation you are today. Sijajua kiwango ambao huko, shida ambao unapitia, changamoto ambao unayo, but tumepata ya kwamba tunapoomba, maombi inafanya imani yetu inainuka. Hata kama tumeachwa, watu wametudharau, pengine umekataliwa na wazazi, hata na mandugu zako, workmates wako, students wenzako wamekukataa, but kwa imani utapenya. Hakuna mlima atakayesimama mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Kama hujaokoka, nilisema ninapoanza, kutubu dhambi inafanya makusudi ya Mungu inatendeka. Kutubu dhambi haitafanya Mungu abadilishe mawazo yake, kwa sababu kuna yale ambayo Mungu alisha kupangia. Sasa kwa hivyo nataka ukatubu na ukarudi kwa Mungu, ili makusudi ya Jehova, kila ambacho Mungu alikupangia ukapata kuipokea, and then utapata imani ya kupokea vitu zako. Vitu za Mungu tunapokea kwa amani, kwa imani. Haleluya. Kwa imani ambayo iko ndani yetu, kwa imani ambayo tunayo, ndio tunapokea nayo vitu za Mungu. Nataka ukarudie hili maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba dadi, unisamee makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina zangu katika kitabu cha uzima. Asante sana Yesu, kwa maana umeniokoa na mimi nimekubali kuokoka. Asante sana dadi, kwa sababu umenisamea makosa yangu. Baba, ninakupenda. Ninakuabudu. Kutoka leo nitakutumikia kwa sababu umenisamea makosa yangu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeokoka nikiamini. Wacha niwe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako, kwa sababu wewe ni Mungu katika maisha yetu. Kwa sababu wewe ni Mungu katika njia zetu. Kwa sababu wewe ni Mungu katika taifa letu la Kenya. Baba, pokea sifa na utukufu zote. Baba, kwa imani tunaamini hii ugonjwa ya COVID-19 Mungu utayamaliza. Baba, nimenena kama Elia ambao alinena kwa imani, mvua haikunyesha. Alikuwa mwanadamu kama sisi Baba. Mungu, ninanyenyekea mara nyingi, asubuhi na jioni,
mchana Jehova, nikikutafuta, nikitubu dhambi zangu. Baba, unisamee makosa ili ukapokee maombi yangu. Ponya taifa letu la Kenya. Kwa imani Jehova, tunatangaza COVID-19 ikatoke katika taifa letu katika jina la Yesu Kristo. Kwa imani Jehova, hawa wote ambao wako chini, waliokosa tumaini, wanaopitia mambo dhiki, wanaopitia mambo mazito, wanaoachiliwa Baba, wanaodharauliwa Baba, kwa imani ukawatie nguvu, ukawape nguvu mapya katika maisha yao. Waliokoka jioni ya leo, ninakabidhi maisha yao katika mkononi mwako Baba. Tenda mwema katika maisha yao, kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, kwa sababu wewe ni Jehova. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini, amen. Asante sana mkilizaji wangu popote ulipo. Mimi ambao nilikuwa nanena pamoja nanyi, kwa majina yangu naitwa Pastor Morris Jura. Ninahudumu na kanisa la Maximum Miracle Center under Bishop Pius Muiru and Reverend Lucy. Kwa neema ya Mungu tuko katika mji huu wa Kisumu na tuko na kanisa katika mji huu. Ningependa kukukaribisha katika kanisa. Tunapatikana Ubunga. Ukiteremka na hii flyover ya Manyata, ukiteremka chini, the first turn on your right, turn on your right, utapita bambi ya kwanza na ya pili. Pengine kanisa lako kuna watu wengi, lakini serikali pia wamesema ya kwamba watu ni 100. Pengine unaweza lack mahali pa kuenda na watu wamemiss kusema kanisa. Ninakukaribisha, niko na nafasi ya watu kama 50 hivi ama watu 30. Njoo tukashiriki kwa ibada yetu. Ibada yetu ya kwanza itaanza saa 3 hadi saa 4. Ibada ya pili itaanza saa 4 hadi saa 5 na tutakuwa tumemaliza ibada. Kwa hivyo nakukaribisha katika neema la Bwana. Kwa neema ya Bwana njoo tukashiriki na maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. Ninakukaribisha sana. Kama unaweza ukapotea, unaweza ukachukua hili namba ya simu, ukipiga utapewa direction mahali kanisa liko. 0723 47 11 15, 0723 47 11 15. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Tukutane Sunday. Shalom. Bye.